Na bila shaka hii ni Kona ya Mwanaspoti, kipindi chako murwa kabisa ndani ya MCL Digital. Tunakuletea uchambuzi wa habari mbalimbali za kimichezo za ndani na nje ya Tanzania, lakini kwa muktasari tu ni pamoja na mambo ya Taifa Stars ambayo kesho itakuwa inachuana na timu ya taifa ya Lesotho. Huko katika uga wa kimataifa utasikia mshambuliaji wa kimataifa wa Ubelgiji mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Romelu Lukaku. Yeye anahitajika na klabu ya Chelsea ya nchini Uingereza ambayo aliwahi kuichezea kabla ya kuondoka. Na kwa yote hayo, mimi ni Frederick Nwaka, niko na mwenzangu Tobias Sebastian. Karibu sana katika dakika hizi 10 za Kona ya Mwanaspoti. Na moja kwa moja tuanze na mchezo kati ya Taifa Stars na Lesotho. Tobi, utakumbuka kwamba timu iliweka kambini kwa muda wa wiki moja kule nchini Misri, na tunatarajia kuona ushindani. Na pengine wewe kwa mtazamo wako unafikiri mchezo utakuwa wa namna gani? Mchezo mimi nafikiri utakuwa mzuri, ila unafikiri ni wakati wa kuacha kuwafikiria wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania, na wakati wa kuanza kuwapa nafasi wale wachezaji ambao wanacheza ndani ya Tanzania. Tumejaribu kuona kuna wachezaji wengi walioitwa kwenye timu ya taifa wamefanya vizuri. Kwa hiyo ni wakati wao sasa kuacha kufanya vizuri katika mechi zetu za hapa ndani, kuweza kuonesha kiuma kabisa kimataifa, ili wakifanya vizuri na imani kimataifa wataweza kuwa miongoni mwa wachezaji ambao watakuja kucheza kwenye nchi zingine, nchi za watu miaka baadaye. Kwa hiyo kiujumla nawapa nafasi sana wachezaji ambao wanaocheza ndani, ni wakati wao kuweza kufanya vizuri. Yes. Tumsikilize basi Salum Mayanga, huyu ni kocha wa Taifa Stars. Alizungumza na Kona ya Mwanaspoti punde tu kabla timu haijarejea hapa nchini kutoka kule nchini Misri. Tumefanya mazoezi yetu kwa takriban siku 7 mpaka leo asubuhi tumemaliza, kabla jioni kuanza safari ya kuelekea Cairo kwa ajili ya kurudi nyumbani. Ni kwamba kambi kifupi ni nzuri, mazingira ya kambi yako mazuri, na tulifika mahali ambapo hamna mtu anaweza kufanya movement zote za kutoka au mtu kuingia kirahisi, kwa sababu ni eneo la jeshi. Kwa upande wangu naweza nikasema kiakili wachezaji walikuwa na utulivu mzuri sana. Kile nilichokitaka nimekipata kwenye hali ya kutengeneza psychology ya wachezaji. Lakini mazoezi ya kawaida ya kiufundi uwanjani pia ni eneo zuri, kwa sababu lina huduma zote muhimu. Tumetaka kufanya mazoezi usiku kwa sababu tunacheza usiku, tumeweza kupata taa muda wote tunafanya mazoezi usiku. Lakini wakati huo tunaenda kucheza nyumbani kwenye uwanja wa taifa ambao una nyasi za asili, lakini tumepata uwanja pia hapa wenye nyasi za asili, kiasi kwamba tumeweza kufanya mazoezi kiuhalisia kwa kujiandaa na mechi yetu inayokuja. Kifupi niseme mazoezi yetu kiakili, kiufundi na kimbinu kwa siku 7 tulizokaa hapa tumeweza kujiandaa vizuri. Tunarudi nyumbani, tutafanya mazoezi kesho usiku, kesho kutwa usiku, na Ijumaa tutafanya mazoezi ya asubuhi, tukimalizia siku ya mwisho, na kuona Jumamosi tunaingia kupambana kutafuta pointi 3 katika mechi ya kwanza ya qualifier AFCON. Na Tobi, tumemsikia kocha hapo, lakini pia wakati huo nahodha msaidizi wa timu Himidi Mao naye amezungumza kuelekea mchezo huo, akisema kwamba maandalizi yote yameshakamilika na kilichobaki ni wao kutafuta ushindi. Tumsikilize pia Himidi Mao anasemaje. Kambi kwa ujumla ilikuwa nzuri sana. Tumefanya mazoezi kwa hizi siku tuko hapa, wachezaji wanaonekana wako sharp, wako na hari, wako tayari kwa ajili ya game. Nafikiri camp imekuwa ya mafanikio makubwa, kwa sababu kilichotuleta huku tumeweza kufanikisha kwa 100%. Na Tobi, lakini pia ulipita katika mitaa mbalimbali ya jiji na kuzungumza na mashabiki kuhusiana na mchezo huu, wanasemaje? Mashabiki wanajaribu kuzungumzia timu ya taifa. Mmoja wapo shabiki alisema kwamba anategemea kwamba safari timu ya taifa itakuwa na umoja na ushikamano, kwamba wachezaji watashikamana, wataleta umoja, ni wakati wao sasa wakaweza kufanya vizuri. Na tuwasikilize mashabiki ambao walizungumza na mwenzangu Tobias Sebastian. Kuelekea katika mchezo huu baina ya Taifa Stars na Lesotho, maandalizi ya kambi yalikuwa sio mabaya, mkwenda sehemu nzuri, wamefanya mazoezi, wamekaa muda mrefu, na tuna imani na makocha wetu. Ndio maandalizi yake sio nilivyoona, sio ni mabaya. Ile kinachohitajika ili uweze kufanya vizuri, kile wanahitaji ushirikiano. Unajua hamna kitu kikubwa kwenye mpira kama ushirikiano. Tuachane na hayo ya Taifa Stars. Michuano ya SportPesa Tobi imekuwa ikiendelea hapa Dar es Salaam, na kuna timu ambazo zimeshaondolewa, na hivi sasa tunaelekea katika ngazi ya finali. Bila shaka tutajua nani hasa ambaye ataibuka mbabe na kuchukua, bila shaka ni milioni 65. Yes, milioni 67. Milioni 67 za Tanzania. Lakini mashindano haya yamewaleta nyumbani baadhi ya wachezaji kutoka nje ambao ni wa Tanzania lakini wanacheza nje. Ndio. Hapa nafikiri tunamgusa sana Amani Kiata ambaye anachezea
na anachezea Nakuru Stars, timu ligi daraja ya kwanza kutoka kule nchini Kenya, ambayo ilimtoa Simba kwa penalti 5 kwa 4. Kwa hiyo nafikiri ni kitu kizuri sana kwa mchezaji maamuzi aliamua kufanya kwa apate nafasi mara kwa mara kwa timu yake African Lion, lakini aliamua kwenda kutafuta maisha mengine nje ya nchi, anafanya vizuri. Basi naomba tuyaache tuendelee kumtakia kila la kwa heri, amani ili aweze kuendelea kufanya vizuri zaidi. Lakini alizungumza machache pengine alizungumza machache juu ya maisha yake kisoka hasa nchini Kenya. African Lion niliondoka kwenda kutafuta maisha mengine. Na kwenda kutana na wengi wangu ili niweze kwenda mbele. Bali nishapiga hatua moja kwenda Kenya na matumaini ya kusogea mbele zaidi. Hiyo ni michuano ya SportPesa, na kwa vyovyote vile tunawatakia heri wale waliofanya vizuri na watakaomaliza vizuri katika mashindano haya. Lakini Toby, mchakato wa usajili umeendelea tena wiki, tumeshuhudia Azam wakishaanza na wenyewe kuonyesha makucha yao. Ndio. Mimi nafikiri Azam wanafanya kitu kizuri, lakini ni mapema sana kuweza kuwaelewa. Azam kitu walibidi afanye kama miaka 3 miaka 4 nyuma. Ukitaja academy ambayo inazalisha vijana na vipaji, ukiacha academy ambayo iliwatoa kina Jonas Mkude, kina Saidi Ndemla miaka hiyo ya Simba, ni Azam pekee ndo academy ambayo ilibakia inatoa wachezaji ambao wanakuwa vizuri, wanakuja vizuri. Azam ni timu ambayo ilifanya scout kubwa ya kuweza kutafuta vijana karibia mikoa yote ya Tanzania nzima. Kwa hiyo kitu wanachokifanya ni kizuri, ila kitahitaji muda baadaye zaidi. Wasingetegemea kwamba wafanye hivyo waje wapate tu matukio ya haraka. Ilibidi waingie kwa replacement, kama tulivyomwona Shabani Idi Chirunda alikuwa anaingia kwa replacement, ni mmoja wa mastrika wazuri, na pia amebahatika kufunga magoli mengi. Kwa hiyo nafikiri tuwape nafasi Azam, wamekuja na kitu kizuri, na hivyo anapoboresha kikosi chao kuweza kumchukua Waziri Junior. Nafikiri ni kitu kizuri ambacho sasa kwenda kufanya. Kwa hiyo tuangalie Azam. Mchezaji huyu Waziri Junior yeye kulikuwa kuna maneno kwamba je, ameshawishika ama ameshawishiwa na baadhi ya watu kujiunga Azam na kuzitoza Simba na Yanga ambazo zilikuwa zinamwania. Tumsikize mwenyewe anasemaje. Walishafika hadi hotelini wakafanya mazungumzo. The end of the day Patrick Yanga akaenda Arsenal. So kuna maamuzi yeye mchezaji aliamua ndio kumfanya akaenda Arsenal. So ni kama mimi nimeamua, nimefika kama walivyosema, lakini nimeamua maamuzi tofauti na kile nilichokuwa nataka. Toby, tukiachana na taarifa hizi za usajili, Twiga Stars wako kambini kujiandaa na michezo ya kufuzu kwa finali za Afrika, na bado finali haijatangazwa tutacheza na timu gani, lakini tarehe 16 mwezi huu timu itakuwa kule mjini Arusha kucheza na timu ya soka ya taifa ya Uganda. Mimi nafikiri huu ni wakati wa timu ya taifa kuweza kufanya vizuri, kwa sababu scout iliyofanyika sio kwenda kumchukua mchezaji kutoka nyumbani. Kulikuwa na ligi ya wanawake ambayo iliisha muda si mrefu. Nafikiri wale wachezaji waliofanya vizuri ndio wamebahatika kutakuwa na timu ya taifa. Kwa nafikiri huu ni wakati wa Twiga Stars kuweza kufanya vizuri. Walao walishawahi kufanya vizuri mwaka 2010. Ndio. Msikilize kocha mkuu wa Twiga Stars Sebastian Mkoma akitoa tathmini yake kuelekea maandalizi ya kikosi chake hivi sasa. Mazoezi tumeanza vizuri. Na wachezaji ni wote 31% kwa wameripoti nusu yao, na nusu ya timu hii bahati nzuri tuelewe kwamba ni watu ambao wameajiriwa na taasisi ya serikali wako jeshini. Kwa hiyo ruhusa yao imechelewa kidogo, mpaka leo mchana ndio wataingia, lakini kwa sisi asubuhi tulianza 16 tukafika vizuri na tumeanza vizuri. Na mpende katika habari za michezo za kimataifa huko kunani, tujiunge na msimulizi wetu Ndeni Lislen. Mshambuliaji wa kimataifa wa Ubelgiji mwenye asili ya DRC Romelu Lukaku anatarajiwa kujiunga na klabu ya Chelsea katika usajili wa mwezi Juni. Lukaku aliwahi kuchezea Chelsea kabla ya kuzitumikia klabu za West Bromwich na Everton ambayo ilimnunua moja kwa moja miaka 3 iliyopita. Ada ya uhamisho wa mshambuliaji huyo wa zamani wa Anderlecht ya Ubelgiji inatarajiwa kuwa euro milioni 100. Mshambuliaji huyo ni chaguo la kwanza la kocha Antonio Conte na anatarajiwa kuchukua nafasi ya mshambuliaji Diego Costa ambaye si chaguo la Conte msimu ujao. Lukaku amefunga mabao 71 katika ligi kuu ya Uingereza kwa misimu 3 iliyopita. Endapo hilo litakamilika, Lukaku atakuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na Conte kwa ajili ya mashindano mbalimbali msimu ujao. Klabu ya Manchester United na AC Milan zinapambana kuwania saini ya mshambuliaji wa Torino Andrea Belotti. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 23 alifunga mabao 31 katika msimu uliopita wa ligi kuu ya Italia, jambo lililoziamsha klabu kubwa barani Ulaya. Mwenyekiti wa Torino Urbano Cairo amesema atapambana kuhakikisha Belotti mwenye thamani ya euro milioni 60 anasalia katika klabu hiyo. Gazeti maarufu la Tuttosport la Italia limeeleza kuwa tayari Manchester United ipo katika mazungumzo na wakala wa mchezaji huyo Jorge Mendes ili kukamilisha usajili huo. Kocha Jose Mourinho anasaka mshambuliaji imara atakayetoa changamoto kwa Zlatan Ibrahimovic na Wayne Rooney. Bila shaka sisi tunatamatisha kipindi cha Kona ya Mwanaspoti, kipindi chako murwa kabisa cha michezo ndani ya MCL Digital, na kusi tu uendelee kuwa pamoja nasi hadi wakati mwingine tena. Mimi ni Frederick Nwaka. Mimi ni Tobias Sebastian. Bye bye.